Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Afrika haiwezi kuendelea kujivunia uhuru wakati usalama wake unategemea wanajeshi wa mataifa mengine. Hili ni jambo linalopaswa kutusumbua. Bara lenye zaidi ya watu bilioni 1.5, lenye majeshi ya kitaifa karibu katika kila nchi, bado linahitaji maelfu ya wanajeshi wa kigeni kulinda mipaka yake na kukabiliana na migogoro yake. Hili ni swali la heshima, uwezo na uongozi. Wapo watakaosema uwepo wa kambi hizi unasaidia kupambana na ugaidi, maharamia, mafunzo ya kijeshi na ulinzi wa bahari. Ni kweli, katika baadhi ya maeneo kumekuwa na ushirikiano wenye matokeo chanya. Lakini ni lazima tujiulize, ikiwa baada ya miongo mingi ya ushirikiano huo, ugaidi bado unaongezeka katika ukanda wa Sahel, mapigano yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na migogoro mingi haijapatiwa suluhisho la kudumu, je, nani hasa ananufaika? Tukiangalia historia ya karibuni, Ufaransa ililazimika kuondoa majeshi yake kutoka Mali, Burkina Faso na Niger baada ya wananchi kupinga uwepo wake. Mataifa hayo yakageukia ushirikiano na Urusi, lakini hata mabadiliko hayo hayajaleta amani ya kudumu. Badala yake, Afrika inaendelea kuwa uwanja wa mashindano ya ushawishi kati ya mashariki na magharibi, huku wananchi wa kawaida wakiendelea kulipa gharama za vita. Swali jingine ni la uwajibikaji. Pale askari wa kigeni wanapotuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu au madhila dhidi ya raia, ni nani anayewawajibisha? Je, wanahukumiwa na sheria za nchi walimo au hulindwa na makubaliano ya kijeshi yasiyo wazi kwa wananchi? Uwajibikaji ni msingi wa utawala bora na haupaswi kusimama kwa sababu mhusika anatoka nje ya nchi. Kadhalika, mikataba ya ushirikiano wa kijeshi mara nyingi haijadiliwi kwa wazi mbele ya wananchi. Waafrika wana haki ya kujua nchi zao zimekubaliana nini, kwa muda gani, kwa masharti gani na kwa manufaa gani. Je, mikataba hiyo inalinda maslahi ya wananchi au inalinda zaidi maslahi ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi ya mataifa yenye nguvu? Ni wakati sasa Afrika ikawekeza kwa dhati katika taasisi zake za usalama. Jeshi la akiba la Umoja wa Afrika, mifumo ya kikanda, kuzuia migogoro na diplomasia ya Kiafrika vinapaswa kupewa nguvu kuliko kutegemea majeshi ya nje. Suluhisho la kudumu la migogoro ya Afrika halitapatikana Washington, Paris, London au Moscow. Litapatikana Addis Ababa, Nairobi, Pretoria na katika miji mingine ya Afrika, pale Waafrika watakapochukua jukumu la kulinda bara lao wenyewe. Afrika haihitaji kuwa uwanja wa mashindano ya kijeshi ya mataifa makubwa. Inahitaji kujenga uwezo wake, kuimarisha taasisi zake na kujiamini katika kulinda amani yake. Ushirikiano wa kimataifa ni muhimu, lakini haupaswi kubadilika kuwa utegemezi wa kudumu. Baada ya zaidi ya miaka 60 ya uhuru, wakati umefika sasa kwa Afrika kuuliza kwa sauti moja, je, tunataka kulindwa milele na wengine au tunataka kujenga uwezo wa kujilinda wenyewe? Hilo ndilo swali litakaloamua kama uhuru wetu ni wa kweli au ni kivuli cha uhuru.